Huyu mwamba hapa bwana anaitwa Alex na leo alikuja nyumbani kuweza kumtazama mzee aliugua kipindi kirefu sana. Na leo akawa amemuita mwanae kuweza kumpa maneno ambayo ni kama usia hivi. Mzee akamwambia kwamba kuna vitu ambavyo nahitaji niweze kukuelekeza mwanangu. Lakini jambo kubwa ambalo mzee alilokuwa amemuomba kijana wake na kumsini kwamba kuna ardhi ambayo tutakiwa kuiuza, na hiyo ardhi ni ardhi ya mababu na mababu katika familia yao. Lakini mzee bwana hatua ya mwisho akamwagiza maji Mkali, maana alisema kwamba anahisi kio. Mkali bwana baada ya kuwa amerudi na maji alijaribu kuweza kumshtua mzee, lakini mzee alikuwa ajibu chochote, na ndio kwamba alikuwa tayari kashawasili Mbagara madukani bwana. Basi bwana mshikaji baada hapo ikabidi sasa aweze kufahamu kwamba mzee tayari hayuko naye wakati huo. Basi bwana msiba ukabidi uweze kufanyika, na ikapita baadhi ya miezi mshikaji bwana akataka kashaweza kurudi mjini ili aweze kuendelea na mitikasi yake. Leo hapa akiwa asubuhi anajiandaa kutoka, alipokea simu ambayo ilikuwa na maelekezo kutoka kwa wasaidizi wake katika kazi yake ambayo alikuwa anafanya. Maelekezo ambayo alipewa hayakuwa mazuri, akauliza hivi unasema nini? Mbona kama sikuelewi? Akazidi kusikilizia maelekezo ambayo amepewa. Bwana alikuwa anamvuruga vibaya, ni kwamba mtaji umeweza kupungua ghafla, na hili jambo limeweza kutokana baada ya kuwa gari yake ya kubeba mizigo bwana imeweza kupata ajali. Sasa huyu mwamba ambaye ni Alex ikabidi aweze kufunga safari ya kwenda Lagos huko Nigeria ambako rafiki yake anakopatikana, ili aweze kwenda kuomba msaada wote wa kifedha, yani tu aweze kukomboa biashara yake ambayo iko katika wakati mgumu kwa sasa. Basi bwana baada hapo Alex akawa amefika kwa rafiki yake ambaye anafahamika kwa jina la Oduchu. Oduchu bwana alikuwa ni mtu ambaye kidogo ameweza kufanikiwa, na Alex alikuwa ni rafiki yake wa muda mrefu tokea utotoni. Ikabidi kwanza salamu ziweze kuchukua nafasi yake. Baada hapo akamwambia karibu sana rafiki yangu. Alex bwana ikabidi aweze kukaa. Mshikaji akamuuliza vipi kaka, mambo yanaendaje? Akamwambia mwanangu yani kawaida tu, lakini mwanangu inaonekana umeng'aa sana. Baada hapo Mkali ikabidi aingie katika point ya Alex, akamwambia Oduchu, ni kwamba nina wakati mgumu sana katika biashara zangu. Biashara zangu zimeshuka sana, lakini zaidi ya yote nikasema ni nani basi ambaye naweza nikamkimbilia kwa wakati huu? Nikaona ni wewe. Akamwambia rafiki yangu, mimi na wewe tuko pamoja muda mrefu sana, tunasaidiana mambo mengi. Akamwambia kwani una shida gani? Basi Mkali ambaye ni Alex akabidi kutililika kila kitu, lakini mshikaji akamwambia mimi nitakusaidia tena chapo tu, mimi nakusaidia sasa hivi. Alex bwana akashangaa sana, akasema mbona imekuwa rahisi? Akamwambia jambo tu la kawaida mwanangu, hizo pesa unazohitaji pesa ndogo sana, afu biashara kushuka na kupanda mambo ya kawaida. Akamwambia nashukuru sana mwanangu, yani mwanangu wewe ndio mtu wa maana yani katika watu ambao nawategemea. Akamwambia usiwazi mwanangu, hivyo vitu vidogo. Kwa mshikaji wake ambaye ni Oduchu ikabidi amlete kwa huyu mshikaji ambaye sasa yeye ni mwanae ambaye pia Oga anafanya naye biashara, lakini ndio sehemu sahihi ambayo Oduchu amemwaahidi Alex kwamba biashara zake pia zitaenda vizuri. Baada ya salamu bwana ikabidi sasa huyu mwamba ambaye ni Oduchu aweze kumtambulisha Mkali ambaye Alex kwa huyu mshikaji wake ambaye anamuita kama kontawa hivi wa mji mzima huu wa Lagos hapa katika masuala ya kibiashara. Baada hapo basi ikabidi aweze kuchukua nafasi ya kupumzika. Oduchu bwana akaanza kutililika maelezo, akaanza kumwambia mshikaji kwamba yule mshikaji ambaye nilikwambia ndio huyu hapa Alex ambaye nimekutambulisha. Kikweli tunahitaji msaada wako sana katika hili swala. Bwana akamwambia hapa mmefika, na unaweza kufahamu kwamba watu wengi sana wanakuja hapa Oga na wasaidia. Akamwambia ndio kaka, nashukuru sana kwa kuwa umeweza kutukubalia. Akamwambia lakini si unafahamu taratibu za ofisi yangu jinsi inavyoweza kuendeshwa? Kiukweli siwezaki kumsaidia mtu pasipokuwa na milioni 15. Mshikaji bwana akatabasamu na kumtazama Mkali ambaye ni Alex. Alex akasema tafadhali jamani, mimi mwenyewe natamani niweze kupata hata mkopo wa milioni 20. Akamwambia ndio nafahamu iko kitu, lakini cha msingi ambacho unatakiwa ukifahamu kwamba rafiki yako ingebidi akwambie mapema. Baada ya kuwa amerudi bwana Alex akaanza kulalamika. Akamwambia sasa Oduchu, sasa ni kitu gani? Akamwambia kwanza hebu chukua kwanza maji mwanangu, kunywa kwanza maji, punguza gazabu. Ikabidi kwanza aweze kutulia hapo na kuweza akamwambia unafahamu kitu kimoja, mimi siwezi kukuangusha. Yule ni mtu ambaye namwamini. Akamwambia hata kama mwanangu, yani hapa tu ghafla anataka milioni 15 kwa ajili ya kuweza kunisaidia mimi. Akamwambia sikiliza, yule jamaa ana watu Nigeria, ana watu South Africa, ana watu Marekani wanafanya biashara, ana watu paka nchi nyingi tu hapa duniani na anawasaidia. Kwa mshikaji baada ya kuwa amerudi nyumbani akaanza sasa kujiuliza, hivi kweli sasa nitafutie milioni 15 nimpe huyu mwamba ili mambo yangu yaende vizuri katika biashara, lakini pia nipate mkopo? Yani ni kwamba Oduchu badala ya kumwazima pesa ni kwamba alimpeleka kwa mshikaji ambako yeye Oduchu anadai kwamba maisha yake ndio amekaa vizuri huko na kila kitu ndiko anakotegemea. Na kama unaweza kufahamu huku mjini wanakuambia kila mtu ana mganga wake mwanangu, yani ndio vile mambo ni mchaka. Kwa mshikaji akamwambia mimi siwezi kukupa pesa isipokuwa kuna mshikaji ambaye anaweza kukunyoshia mambo yako yakaa kama mimi yani. Basi bwana baada ya kuwa siku nyingi zimepita, Alex aliona kwamba ni bora mfuate anko wake ambaye alikuwa yuko kijijini. Akamwambia mjomba, unafahamu vizuri kwamba nina ardhi ambayo ipo niliachiwa na mzee, na ninaomba uniazime kiwango kidogo tu cha pesa, nitakurudishia hivi karibuni tu. Ninahitaji hiyo milioni 15 ili niweze kufanya jambo langu. Mjomba bwana akatoa ametabasamu, akamwambia kwamba inawezekana nikakuazima, lakini sasa inatakiwa unirudishie milioni 20. Mimi nitakupa milioni 15, lakini utakuwa umeachilia hiyo ardhi yako katika mikono yangu mimi. Kumbuka hii ardhi ambayo mshikaji anaiongelea, lakini kwa sababu Alex anamwamini sana
rafiki yake ambaye ni uduku, basi akaona sio swala, akamwambia mjomba, wala hamna tatizo lolote, mimi niko tayari. Basi bwana, siku zikawa zimepita na mkali akawa tayari kashaweza kupata hicho kiwango cha pesa na kuja nacho kwa mkali. Basi bwana, hii leo ndio siku ambayo mshikaji ambaye sasa ni Alex alileta pesa kwa Azuna akiwa sambamba na rafiki yake bwana. Baada ya kuwa amefika hapa bwana, kama unavyoweza kufahamu mafanikio ni siri. Sasa baada ya hapo, nyakati za usiku, ikabidi sasa huyu Azuna ambaye ni mtaalamu na Alex sasa inabidi sasa kabidhiwe mizigo ambayo itabidi aende akaitumie katika masuala yake ya biashara ili aweze kufanikiwa. Huyu bwana anaendelea kumpa mizigo hiyo, yani viungu huko, aendelee kuongelea maneno, kwambia haya okay. Sasa hapo mshikaji bwana inabidi afuatishe maneno yote, anamwambia kuanzia leo nitakuwa tajiri, kuanzia leo nitakuwa tajiri, kuanzia leo sijui hivi. Basi maneno kibao, mshikaji akawa anakalilishwa huko akiendelea kufanywa hapo. Mwanangu, yote haya Alex anayafanya kwa sababu rafiki yake amemwaminisha na amemwambia kwamba maisha yangu sioni yako hivi mazuri, basi ni huyu mtaalamu hapa ndiye ambaye namtegemea. Leo tunamwona rafiki yake ambaye ani uduku alikuwa yuko nyumbani akipiga zake fegi hapo, yani kibosi. Alikuja mrembo na kuweza kufungua hii hapo pochi ambayo ilikuwa iko na midolari bwana, mipesa imepangwa tu hapo. Mshikaji kwanza akashtuka, akaangalia vizuri, akakamata moja, akaihesabu. Huyu mchumba hapa pembeni amekatwa anasikilizia. Inaonekana madili ya mshikaji ambaye ni uduku imeenda vizuri bwana. Baada hapo akamrudishia hiyo pesa hapo kwenye briefcase, akamwambia unaweza tu kaondoka. Ni wazi kabisa kwamba michongo ya mshikaji ambaye ni uduku inaenda vizuri. Baada hapo bwana akaokota simu, akabidi samcheki mshikaji wake ambaye ani Azuna ambaye ni yule mtaalamu, akamwambia vipi brother, mambo yanaendaje? Akamwambia vizuri tu, wala hamna shida yote. Uduku akamwambia brother, leo bwana ni siku ambayo ya kushangilia ushindi wetu, basi itakuwa ni vizuri kama tutapata kwenda kufanya party na watoto wazuri walembo. Bwana wewe, mimi sijajua ni swala gani hilo. Sasa tunahamisha, tunakuja upande wa pili, tunakutana na udada ambaye ni dada yake Azuna, na alikuwa akimwambia kaka yake, hivi kaka, paka lini utaendelea kuishi mwenyewe kwenye hii nyumba? Kaka yake bwana Azuna akawa anamsikiliza tu, yeye anazidi kuongea, anamwambia angalia nyumba yote hii, hauna watoto hata ambao wanaitaita aunti, hivi kaka utaoa lini? Bwana mkubwa yeye alikuwa anamtazama tu dada yake vile anavyoongea, akamsikiliza. Baada hapo mshikaji tu akamwambia, wewe uelewi maisha yanavyoenda, yani mimi nioe na umri huu nilionao bado na mambo mengi, bado na visanga. Ikabidi kwanza aweze kukaa hapo ili aweze kumsikiliza vizuri dada yake. Dada yake aliendelea kumwambia, inatakiwa utafute mwanamke uoe, mjenge familia kaka, yani paka lini sasa utaishi maisha haya? Kaka yake bwana alikuwa akimsikiliza. Sasa tukuja tena upande wa pili hapa, tunaona wao marafiki wawili hapa bwana. Huyu bidada anajulikana kwa jina la Adona, na leo basi alikuwa amekuja nyumbani kwa Jessica ili aweze kupiga na story mbili tatu. Jessica alikuwa na changamoto kwa sababu muda mrefu sana amekuwa yuko single, na rafiki yake Adona alikuwa anamshauri kwamba ni vizuri kama atakuwa na mahusiano mapya, kwa sababu ni muda mrefu sasa ameishi bila kuwa na mahusiano yoyote yale ya kimapenzi. Lakini bidada Jessica ni kwamba hajisikii kuwa katika mahusiano ya kimapenzi, isitoshe tayari ana mtoto ambaye alishazaaga na mshikaji wake wa kwanza kabisa. Kwa hiyo hajisikii tena kuwa katika mahusiano ya kimapenzi. Basi bwana, unaambiwa ni miaka miwili imepita tokea Alex ameondoka hapa katika mji wa Lagos kwenda kufanya sasa biashara. Leo tunaona kuna gari hapa ya bibi harusi ambayo ilikuwa ikielekea kanisani, lakini ghafla kuna gari ilikuja ikapaki mbele. Inaonekana kama vile kuna jambo fulani linaendelea hapa, yani kama bibi harusi anakuja kutekwa. Baadaye tunamuona huyu bidada anakuja kutoa ripoti huku kwa huyu bwana harusi. Kumbe bwana harusi mwenyewe ni uduku, na huyu aliyokuwa pembeni alikuwa ni best man wake. Akaanza kuuliza, hivi unakumbuka hata uso wa hao watu walikuja kumchukua bibi harusi wangu? Huyu dada anasema, jamani mimi sikumbuki, yani hata siwakumbuki kwa amevaa vinyago. Bwana uduku akamvurugwa vibaya, akashika hadi kiuno. Anajiuliza sasa ni nani tena ambaye anaingilia katikati ya siku yangu ya ndoa? Sasa tunakuja nyumbani. Kumbuka nyumbani pia kwa Azuna kuna huyu dada yake Azuna, leo alikuja kumtembelea kakaka, akawa anaita kaka, lakini hakuna mtu ambaye aliyekuwa anaitika. Ikabidi sasa aweze kupanda ngazi aelekee juu, kwa sababu anajua kaka yake ni mtu ametungi sana. Ikabidi apande ngazi, lakini ukimya ulikuwa ndani ya nyumba ulimshangaza kidogo. Ikabidi apige zake ngazi ya kwanza ya pili mpaka aweze kupanda juu, lakini alivyoingia tu juu bwana hakufanikiwa kushuka tena. Sasa tunamuona huku bwana mkubwa ambaye ni Azuna pamoja na uduku. Uduku anamwambia, mke wangu bwana, yule ni mke wangu, afu isitoshe ana ujauzito wangu na katekwa. Azuna akamwambia, bwana usiwaze, vitu vya kawaida tu, kwanza atulia, yani usiwe na wasiwasi, unajua yamkini tu ni watu ambao wana bifu na wewe ndio ambao wamemchukua mke wako. Kwa hiyo mshikaji ambaye ni Azuna anazidi kumpoza uduku. Uduku bwana anaendelea kumsikiliza. Akamwambia, hebu kaa kwanza kaka, una wasiwasi ya nini? Mke wako atapatikana. Akamwambia, sasa ni siku ya pili bro. Akamwambia, yani usiwaze bwana. Basi bwana, sasa tunamuona huyu bibi ambaye sasa ni mdogo wake Azuna anatupiwa katika chumba hiki, lakini chumba hichi pia kumbe ndiko aliko yule bibi harusi ambaye ametekwa, ambaye ni chumba wa uduku na ambaye ana ujauzito pia. Sasa wakajikuta wote wako katika chumba kimoja na wanafahamiana, wakaanza tu kulia, maana wakujua sasa watafanyaje, msaada wao hakuna tena. Huyu bibi harusi mwenye shela bwana ni mchumba wa uduku, lakini huyu bidada ambaye ametekwa naye pia ni dada wa Azuna. Sasa sijajua ni nani ambaye amewateka. Sasa wote hawajua wafanyaje, yani kila mmoja ni analia
analia tu akimtazama mwenzie, hakuna msaada ambaye anaweza akampa mwenzie. Bwana we, kila mmoja akawa analia kwa upande wake. Sasa tunahamishwa hapo, tunakuja upande wa pili, tunamwona kuna mshikaji hivi ametupa mgongo, na tunamwona mkali ambaye sasa ni Oduko akiwa anashuka taratibu kwa umakini mkubwa sana kwenye ngazi. Huyu mshikaji ni nani bwana? Kumbe bwana ni Alexi, yani yule mkali ambaye walimkataga milioni 15 katika ile swala kufanyia tiba ili awe tajiri katika biashara zake. Bwana mkubwa ambaye ni Oduko akawa anashuka taratibu huko akimuuliza mshikaji, mbona umekuja katika hali kama hiyo? Wewe ni rafiki yangu na sijajua umekujaje katika mfumo kama huo nyumbani kwangu. Akamwambia sikiliza, naomba unisikilize vizuri mwanangu. Akamwambia kwani vipi? Mshikaji akawa anamsikiliza, akawa anamtazama tu, anamwambia sasa kwani vipi? Mbona una hasira sana mimi? Kwani shida vipi mwanangu? Mshikaji ambaye ni Alex yani kanuna kaikawa mbuzi vibaya, yani acheki wala achekesha. Akamwambia sikilize, nachokitaka ni milioni 15 zangu. Akamnyoshea bomba mwanangu, yani ni achekeshi. Akamwambia sasa sikiliza, nataka kwanza uniambie kati yako wewe na Azuna nani ambaye aliandaa huo mpango ili mimi muweze kunifirisi milioni 15. Mshikaji kwanza kabaki tu anakodoa macho, yani amepauka. Akamwambia sikiliza, sio mimi. Huo mpango aliupanga mkali ambaye ni Azuna. Kwa mimi nilikuwa tu kama namsikiliza. Basi bwana akamtokea upande wa pili pia mkali huku pia ameshika bomba, yani ni achekeshe. Azuna akamwambia vipi sasa bro? Mbona umekuja nyumbani kwangu kama hivi? Mbona sikuelewi? Akamwambia ndio Alex bwana amenuna kaeka mbuzi. Akamwambia sikilize vizuri Azuna, sijaje kukuchekesha wala sijaje kufanya chochote. Ninachohitaji ni pesa zangu milioni 15. Uniambia umenifanyia na kunisaliti wala sitaki kujua, ninachotaka ni pesa yangu. Mkali ambaye ni Azuna bwana akamwambia sikiliza, dili likishafanyika limeshafanyika, wala dili waga liwezaki kurudiwa. Akamwambia hebu nisikilize, nitakupa bongo sasa hivi. Tena usilete masuala ya ajabu mwanangu, umekula milioni 15 yangu afu mnanifanyia masuala ya uni. Ninachotaka ni hela yangu milioni 15, vinginevyo na kufanyia unyama. Ataka kupiga mkali ghafla akapotea na shangaa kaenda wapi tena huyu? Bwana kumbe Azuna hii michezo ndio michezo yake. Bwana wewe Alex akaanza kusikia tu sauti inamwambia kwamba hiyo pesa yako huwezi kupata, na pesa ikishaliwa na mganga imeshaliwa. Mshikaji bwana akaendelea tu kuongea hapo, lakini sauti inasikika lakini mwamba haonekani. Alex bwana ikabidi aweze kujikataa. Sasa bwana baadaye kidogo tunamwona mkali huko ambaye sasa ni Oduko amekuja kwa mkali ambaye ni Azuna. Akamwambia bro, yani kilichotokea ungekiona sijui ingekwaje. Azuna akaja akamwambia wewe bwana usio na wasiwasi. Unaogopa nini mdogo wangu wewe? Unaogopa kitu gani? Mbona vitu vidogo sana hivyo? Mimi amekuja hapa nyumbani na hajafanya chochote yani hajafanya chochote. Mimi sinakwambia mimi ndio kontawa wa hii Nigeria yote. Wakabidi kwanza uweze kukaa hapo. Akamwambia sikiliza. Akamwambia sawa, mimi nakuelewa unachokisema. Nakuelewa vizuri. Mimi najua mambo yako vizuri. Lakini sasa kumbuka mshikaji kweli milioni 15 yako tumekula. Akamwambia ndio tumekula. Sasa kwani shida iko wapi? Kwani wangapi tumekula hela yao? Watu wengi sana tumekula pesa zao na hakuna yote atatufanya chochote hapa mjini. Sisi ndo wanaume hapa mjini ninakwambia. Yani na hiyo milioni 15 kitu gani? Tumekula haya sasa atatufanya nini? Atatufanya nini? Na mke wako atapatikana. Akamwambia kaka mimi nakuelewa lakini si unajua. Bwana wewe tunahamishwa hapo, tunakuja upande wa pili bwana. Tunakutana huko na bibie yule ambaye sasa ana rafiki yake bibie Jessica ambaye anajua dada Adona. Sasa Adona bwana alikuwa na mahusiano yake ambayo hayana muda mrefu yameanza na mshikaji mwenyewe ndio huyu hapa ambaye ni boyfriend wake. Alikuja kama vile ana stress sana nikavurugwa. Ghafla tu akafika na kumwambia baby usiku mwema. Bibi ambaye ni Adona akashangaa vipi tena huyu mshikaji mbona kavurugwa hivi? Ikabidi aweze kumweza baby, kuna shida gani? Mbona kama sikuelewi? Akamwambia hapana tu ni jambo tu la kawaida, unaweza kulala tu wala mna shida, wewe pumzika tu. Ni mambo tu ya kawaida. Bibi ambaye sasa ni Adona akajikuta ana mahaba fulani hivi. Akamwambia baby, lakini mwamba alionyesha kani kwamba hataki kupata msaada wote. Bibi akamwambia baby, unajua kama una jambo linakusumbua ni vizuri utanishirikisha mimi ili niweze kukusaidia nijue namna gani tunaweza tukafanya. Umshikaji akamtazama tu, akabidi kwanza aweze kusimama aweze kuongea naye vizuri. Akamwambia unajua nini? Yani kwenye biashara zangu nilikuwa na mtaji wa milioni takriban 15. Bibi akamwambia sasa hii ikawaje? Yani itakuwaje yani kwa nini ilikuwaje? Mshikaji bwana akabidi amwambie bibi kwamba kuna hasara imeweza kutokea kwenye kampuni yake ambayo alikuwa akisimamia. Bibi akamwambia basi hamna shida. Bibi bwana akawa amemwahidi kwamba atamwazima hizo pesa na mshikaji bwana alifurahi sana ese. Sasa tunahamishwa upande huo, tunakuja upande mwingine hapa tunamkuta mkali ambaye ni Azuna. Leo karudi kakuta mfanyakazi kafungwa hapo, yani hawezi kuongea wala hawezi kufanya chochote. Anamuuliza wewe vipi bwana? Mbona umelala hapo chini? Shida ni nini? Upande wa pili bwana anakuja kutupia macho, anakuja kuangalia Hamad, anamuona dada yake akiwa katika hali taabani, yani kala
akalazwa hapo chini. Yani tayari huyu Malik tayari kashaweza akusalimia huko Mbagala rangi tatu kwa mbinguni. Ikabidi kwanza aweze kushangaa vizuri, ikabidi aweze kumsogelea mdogo wake kuja kumwangalia, akakuta tayari bwana kashakata moto. Yeye moja kwa moja akawa anajua tayari issue atakuwa amefanya Alex. Ikabidi aende nyumbani kwa Alex. Mlinzi wa Alex bwana anafungua geti tu anakutana na chuma cha uso, akalazwa chini hapo, yani kimya. Mshikaji ikabidi sasa ingie mdogo mdogo, sasa anataka kwenda kumuonesha Alex kwamba yeye mwenyewe ni mwanaume, sio tu katika issue za uchawi na utapeli, bali pia hata katika masuala ya kutumia silaha yuko vizuri. Basi bwana akawa ananyata mdogo mdogo huku akiendelea kuita, "We Alex, toka 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 toka, wanaume tupambane." Wakati sasa anaendelea kunyata taratibu, kumbe asijue naye pia ananyatiwa bwana, anazidi kupiga kelele. Ghafla akasikia kitu cha baridi kiko nyuma hapo ya shingo, akamwambia tulia, yani ukijigusa, yani usimungunye, usiseme chochote. Ikabidi kwanza akae kimya asikilizie. Huyu jamaa huku nyuma alikuwa na sura fulani, ndugu yangu, imekufa vibaya, yani aongea, akamwambia leta mguu wa kuku huo. Mshikaji ikabidi kwanza aweze kutoa bastola hiyo. Yani fujo zote ambazo amekuja nazo hapa mwanangu zimeishia hapa. Ghafla mlango ukawa umefunguliwa na mkali ambaye ni Alex, ikabidi aweze kutoka na kuweza. Baada ya kuwa ametoka akamkuta mkali hapa mwanangu amewekewa panga la shingo, yani hana la kuongea. Akamwambia sikiliza, mimi nishakwambia, yani sina masiala na wewe kabisa, nachotaka ni pesa zangu milioni 15. Yani sitaki masiala na mtu yoyote, mlinifilisi pesa zangu mkanitapeli, yani haiwezekani wanangu, yani haiwezekani, milioni 15 zangu mtazitoa. Mshikaji akamwambia ndio mimi naelewa, lakini sio kwa nini muue dada yangu. Alex akamwambia sio dada yako tu, kwanza mpigie mama yako sasa hivi uone kama utaweza kumpata. Mshikaji akabidi ashangaa akasema mama? Akamwambia ndio, sasa mpigie mama yako. Akabidi kwanza mpigie mdogo wake simu. Alivyompigia mdogo wake akamwambia vipi dogo, uko wapi saizi? Akamwambia bro, mimi niko nyumbani hapa, yani namwangalia mama lakini simuoni hapa, na sijajua, alisema ameelekea dukani lakini tokea alivyoondoka hapa hajarudi, yani nimeenda kumtafuta huko, nimeenda sehemu zote simuoni mama, sijui kaelekea wapi, tokea asubuhi saizi jioni kaka simuoni mama, sijui uko wapi. Bwana tayari kumbe ameshaweza kuyakanyaga, alichukuliaga kwamba Alex ni mtu wa kawaida. Akamwambia jamani, mama yangu sasa kakosea nini? Akamwambia sasa sikiliza, nahitaji pesa zangu sasa hivi, wala sitaki masiala. Yani kama utaleta masiala utaona ninachokufanyia. Bwana mara hii nakwambia Azuna ameweza kuyakanyaga vizuri na utapeli wake. Mimi sijui itakuwaje mwanangu. Hebu nikukumbushe kusubscribe pamoja na kulike, lakini pia usisahau kushare video hii kwa marafiki zako. Hebu tuende tukaangalie kipande cha pili kitakuwa kinasema nini au kitakuwa kinakamilisha nini hapa.